salama. Naendelea vizuri kwa neema na rehema za Bwana wetu Yesu Kristo. Asanteni sana wapendwa, na karibuni tena. Tunaelekea kumaliza hizi karama, na kama tulivyozianza karama tangu mwanzo kabisa, tumeanza na karama ya neno la hekima, tukaingia neno la maarifa, mpaka hivi sasa tunaingia kwenye karama ya kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni moja miongoni mwa karama ambazo zinaleta utata katika kanisa. Nimetembea katika makanisa mengi na nimeona mambo mengi sana, na nimeona mchanganyiko mkubwa sana kuhusu hii karama ya kunena kwa lugha, na nimekuja kukubali kweli kanisa ambalo halina mafundisho ni shida na ni taabu. Ni shida na ni taabu. Unajua, kidogo Mungu ametujalia kutembea. Nafikiri Mungu alikuwa na sababu ya kuturuhusu, au anaendelea kuturuhusu tuendelee kutembea, kuona yanayotendeka katika makanisa tofauti tofauti. Na lengo kubwa la Mungu ni yote ya kwamba tuone na ili tuyasahihishe, ili kwamba siku nyingine yasitendeke hivyo. Tumepita katika makanisa ya Malawi, tumepita katika makanisa ya Rwanda, makanisa ya Burundi, makanisa ya Kenya, makanisa ya Uganda, makanisa ya Kongo, makanisa ya Tanzania, makanisa mengi. Na nimegundua tatizo kubwa sana kuhusu hii karama ya kunena kwa lugha. Na nikaona bila shaka kanisa ambalo halina mafundisho ni tatizo. Ni shida kubwa mno. Ndugu zangu, nimepita kwenye kanisa moja Burundi. Ninakuta mchungaji anahamasisha watu wanene kwa lugha. Na yani yuko mbele, anahamasisha waaminio, anahamasisha kanisa. Nena kwa lugha wewe. Kila mtu atanena kwa lugha hapa. Ambaye haneni kwa lugha hapa, yani hana Roho Mtakatifu. Nimekaa pale mpaka machozi yakataka kunitoka. Ile sasa ikafanya watu wengine waanze kunena kwa lugha, sababu wao si wanahamasishiwa. Na wale sasa hawaneni kwa lugha eti ni kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Wananena kwa lugha kwa mujibu wa uhamasishaji wa mchungaji. Yaani mchungaji anawahamasisha watu wanene kwa lugha. Nikasema hii ni shida kubwa sana. Karama ya kunena kwa lugha ni nini? Amen. Karama ya kunena kwa lugha ni uwezo wa kiungu wa kutoa ujumbe wa Mungu katika lugha usiyoijua, ya wanadamu au ya malaika, bila kutumia akili zako binafsi. Hiyo ndio inaitwa karama ya kunena kwa lugha. Uwezo wa kiungu wa wewe kutoa ujumbe wa Mungu kupitia lugha usiyoijua. Inaweza ikawe lugha ya wanadamu au lugha ya malaika. Sawa? Sababu kuna lugha mbili. Kuna lugha za wanadamu na kuna lugha za malaika. Kama isemavyo kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 13. Nafikiri hilo tunalifahamu, haina haja ya kulisoma hilo. Nafikiri tukisoma kila jambo itachukua muda mrefu. Wakorintho wa kwanza 13, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Kwa hiyo kuna lugha za wanadamu ambazo ni nyingi na kuna lugha za malaika ambazo ni nyingi. Sasa katika kunena kwa lugha, unaweza ukanene kwa lugha za wanadamu na unaweza ukanene kwa lugha za malaika. Lugha za wanadamu vipi? Kwa mfano, tuko Ulaya, mzungu anaanza kunena kwa Kibembe. Sawa, ananena kwa lugha ila ni lugha za wanadamu. Kwa mfano, tuko Afrika, Mbembe anaanza nena Kichina na hajui Kichina, hajaenda shule ya Kichina, ila tu anaanza nena kwa lugha Kichina. Wachina walio pale wanamsikia akinena Kichina. Ananena kwa lugha, lakini lugha za wanadamu. Kwa hiyo kuna lugha za wanadamu na lugha za malaika. Na lugha za malaika ndio zile ambazo sio lugha za wanadamu kabisa, unasikia unasema hii sio hata lugha ya wanadamu. Karama hii ilianza kudhihirika sana wakati wa siku ya Pentecost. Pale Roho Mtakatifu aliposhuka siku ile, ndo karama hii ya kunena kwa lugha ikaanza kudhihirika. Nataka niwaambie jambo moja. Lengo kubwa ya karama hii ya kunena kwa lugha ni kujenga kanisa. Hii karama ya kunena kwa lugha ikinenwa katika kanisa, lengo kubwa ni kujenga kanisa. Hilo naomba muli underline, mjue ya kwamba lengo kubwa ya karama hii
ni kujenga kanisa. Kujenga nini? Kanisa. Jambo lingine ambalo nataka niongee kuhusu karama hii ya kunena kwa lugha, na moja miongoni mwa tatizo ambalo nimeona katika makanisa ni ukosefu wa utaratibu. Ndugu zangu wapendwa, tunapaswa kujua ya kwamba ni karama ya Mungu. Hata kama Paulo alitamani kila mtu anene kwa lugha, lakini si kila mtu atanena kwa lugha. Hata kama Paulo alitamani kila mtu ahutubu, yaani kila mtu atabiri, lakini si kila mtu ambaye atatabiri, sababu ni karama ambayo Mungu anatoa, na hii karama inafanya kazi kwa utaratibu. Tafadhalini sana. Na inaponenwa kanisani lazima awepo mfasiri. Tatizo moja ambayo nimeona katika makanisa mengi kuhusu karama hii ya kunena kwa lugha ni ukosefu wa utaratibu. Na jambo la pili ni kuiga. Watu wengi wana lugha feki ambazo sio lugha original, yaani sio lugha ambazo zinatokana na Mungu. Kwa hiyo uigaji ni mwingi sana katika karama ya kunena kwa lugha. Tuanze basi kwanza na hili la utaratibu. Kwa kuanza na hili la utaratibu, tunafungua kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Naomba mnisikilize kwa makini sana. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu, yaani kutabiri. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye. Unaponena kwa lugha ambayo haina tafsiri, hausemi na watu, unasema na Mungu katika roho yako. Unajijenga roho yako mwenyewe, haina faida yoyote kwa kanisa. Kwa hiyo haina haja ya hiyo kunenwa katika kanisa. Nenda ukanene nyumbani kwako, nenda ukanene hiyo chumbani kwako, kwa sababu hiyo inakuhusu wewe mwenyewe, haijengi kanisa. Kwa hiyo kanisani hainenwi lugha ambayo haina fasiri. Lugha ambayo haina tafsiri hainenwi kanisani. Lugha ambayo haina tafsiri inanenwa nyumbani, kwa sababu hiyo inakujenga wewe mwenyewe. Sijui kama tunaelewana. Yaani uwezo ukakae kanisani unaanza hii kachichichi ya nini kanisani? What does it help? Sababu unapaswa kujua hivi. Lugha haswa ni ishara kwa wasioamini. Lugha sio ishara kwa wale ambao ni waaminio, hapana. Ni ishara haswa kwa wale ambao hawaamini. Sasa unapoinena hiyo lugha bila kufasiri inawasaidia nini? Si watakuona tu kama mjinga, watakuona tu kama mpumbavu, kwa sababu haiwasaidii chochote kwao. Paulo hapa anasema hata habari za hivi vyombo ambavyo havina uhai. Kwa mfano kinanda. Kinanda kikipigwa tu kinasaidia nini? Hakina maana yoyote. Na nani atajua ni wimbo gani unaimbwa? Lakini kwa mfano kinanda kikipigwa Amen. Kinanda kikipigwa hivyo kila mtu atajua huu ni Amazing Grace. Huu ni wimbo Grace Etonante, Amazing Grace. Na kila mtu ataimba. Kwa sababu gani? Amesikia kinanda kinatoa sauti ambayo inasikika. Sasa kinanda kinachopigwa akitoi sauti yoyote, watu wanaona ni ujinga mtupu. Lakini kinanda kikipigwa na kikitoa sauti, kila mtu anaelewa, anasema huu ni wimbo wa Amazing Grace. Amazing grace, how sweet that sound that saved the wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
That's grace. Okay. Kwa hiyo sasa, hebu turudi, nataka kuanza kuimba. Turudi kwenye Wakorintho wa kwanza 14. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini ni zaidi kwamba mpate kuutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake mwenyewe. Sasa hiyo inafaa nini? Hakuna asikiaye, kanisa, inakufaidia wewe mwenyewe. Kwa hiyo haina haja ya kunenwa kanisani. Ndio kisi Paulo anasema, jamani. Sasa tiri ambazo hazina tafsiri kanisani, hapana, zinenee kwako nyumbani, kwenye chumba chako, sababu ni faida yako mwenyewe. Naendelea kusoma. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake, bali yeye autubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali autubie ulijenga kanisa. Na kumbuka, lengo kubwa la karama ni kujenga kanisa. Kwa hiyo sasa, likija likiwa jambo la kukujenga wewe mwenyewe, halina haja kunenwa kanisani. Karama inanenwa kanisani ambayo ina tafsiri. Lugha inanenwa kanisani ambayo ina tafsiri. Au nisogeze mic, sijui nitoe mic nisogeze hapo ili mnisikie vizuri. Lugha inanenwa kanisani ambayo ina tafsiri. Lugha ambayo haina tafsiri ni lugha ya kujijenga wewe mwenyewe, nafsi yako mwenyewe. Kwa hiyo haina haja ya kunenwa kanisani. Utaonekana kama mjinga, watakuona kama mpumbavu, kwa sababu lugha yako haina tafsiri. Kwa hiyo, kwa sababu lugha yako haina tafsiri, inahusu tu kukujenga wewe mwenyewe, nafsi yako. Unanena siri zako katika ulimwengu wa kiroho, unanena wewe mwenyewe na Mungu. Haina haja ya kunenwa kanisani. Nenda ukanene nyumbani kwako. Nafikiri mmenipata vizuri. Huo ndio utaratibu wa karama ya kunena kwa lugha. Okay, naendelea. Niona nitoe mic ili mnisikie vizuri. Amen. Okay, naendelea sasa. Naendelea kusoma. Maandiko yanasema yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali autubuye ulijenga kanisa. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuutubu. Maana yeye autubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Nasikia watoto wa baba, lengo kubwa ni kujenga kanisa. Karama ya kunena kwa lugha, lengo kubwa ni kujenga kanisa. Sasa ikishakuwa karama ambayo haijenge kanisa na kujenga we mwenyewe, haihitajiki kanisani, kajijenge kwako. Ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidia nini? Isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo, au kwa njia ya elimu, au kwa njia ya utuba, au kwa njia ya fundisho. Nikija kwenu tu naanza nena kwa lugha, ninawafaidia nini? Isipokuwa nije kwenu na ninene kwa njia ya elimu au kwa njia ya ufunuo. Jamani, ni hivi, niwafunulie mambo kwa lugha inayoeleweka. Hapo ndio nitawafaidia. Lakini nikija tu nianze kunenda kwa lugha, nitawafaidia nini? Hakuna lolote. Hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinumbi, visipotoa sauti zilizo na tofauti, itatambulikanaje ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi au kwa kinumbi? Si ndio ile mfano nilitoa jamani wa Amazing Grace? Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Kumbuka, wakitaka kuita wanajeshi ili kwenda vitani, ni baragumu ilipigwa. Yaani mnaita mji vitani. Sasa hiyo baragumu isipopigwa inapigwa nani sasa atajiandaa kwenda vitani? Hakuna. Wanajeshi wanajua baragumu ya kutuita tujiandae kwenda vitani inapigwa Sasa hiyo ikipigwa inakuwa ya bamirado sasa hiyo. Sio ya kwenda vitani tena. Amen. Kwa hiyo lazima baragumu itoe sauti. Nenda huko. Lazima baragumu itoe sauti inayojulikana ambayo itafanya askari wajiandae kwenda vitani. Semeni amen.
Hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinumbi, visipotoa sauti zilizo na tofauti, itatambulikanaje ni baragumu ikitoa sauti isiyojulikana? Ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Vivyo hivyo na ninyi, msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Vivyo hivyo na nyinyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo, ili kulijenga kanisa. Ina maana lengo kubwa la kuwa na karama za rohoni ni kujenga kanisa. Takeni sana kuwa na karama, lakini lengo la kujenga kanisa, sio lengo la kujijenga wewe mwenyewe. Oh my God, voko hata fujo. Kwa hiyo unapokuwa na karama, lengo kubwa ni kulijenga kanisa. Sikiliza hapa, hilo ni jambo muhimu sana kulijua. Usije ukaonekane kama mjinga, sababu ukinena lugha zako hapo na mimi sikuelewi, nitakuona kama mjinga. Kwa sababu hiyo, yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri, sababu lugha bila kufasiri hazijengi kanisa. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia? Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia? Kwa maana wewe ukibariki kwa roho, yeye aketei katika mahali pa mjinga ataitikiaje amina baada ya kushukuru kwako? Akiwa mjinga ataitikiaje amina? Maana ni kweli wewe washukuru vema, bali yule mwingine hajengwi. Na mshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote, lakini katika kanisa napenda kunena maneno 5 kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno 10,000. Unasikia watoto wa baba? Katika kanisa usilete lugha ambazo hazina tafsiri katika kanisa. Lugha ambazo hazina tafsiri kazinene kwako. Mstari wa 20, ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. Basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio, bali kwao wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili ya wasioamini, bali kwa ajili yao waaminio. Nasikia lugha ni kwa ishara kwa wasioamini, kwa wasioamini. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikiwa wameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote, siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Basi ndugu, sikiliza utaratibu. Basi ndugu, nimeshakula dakika ngapi? 18. Basi ndugu, imekuwaje mkutanikapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri? Na nimefika kwenye kanisa moja liko hivyo, kila mtu anataka anene kwa lugha. Nikasema ni kanisa gani? Which kind of church is this? Ana tafsiri. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene 2 au 3, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. 28. Lakini asipokuwepo mwenye kufasiri, na anyamaze katika kanisa. Kama unanena kwa lugha, wanene 2 au 1 au 2 basi katika kanisa. Voko nimekwambia atafuta. Wanene 1 au 2 basi. Unasikia dada Luiz? Katika kanisa. Na hao 1 au 2 wafasiriwe. Ikiwa hakuna mtu anayetafasiri, na ule anayenena kwa lugha anyamaze. Unasikia dada hizi?
Kwa hiyo kama hakuna mtu anayefasiri lugha kanisani, yule anayenena kwa lugha anyamaze, akae kimya. It's clear. Kwa hiyo lugha ambazo hazina tafsiri hazihitajiki kanisani. Ni vizuri kunena lugha, sote tunanena kwa lugha, mimi pia nanena kwa lugha, lakini katika kanisa lazima ziwe kwenye utaratibu, zinenwe na ziletewe tafsiri ili kujenga kanisa. La sivyo, kaa kimya, nenda kanenee kwako. Pale tuko kanisani, na kanisani kunatembelewa kwa utaratibu. Kwa hiyo lazima ufuatwe utaratibu. Amen. Kwa nini? Kwa sababu zikiwepo lugha ambazo hazina tafsiri, mwisho wake ni kuchanganya watu na mtaonekana kama wajinga mbele ya wale watu. Kwa hiyo jambo la kwanza muhimu ilikuwa hivyo, watoto wa baba, kutaka kuonyesha utaratibu wa karama ya kunena kwa lugha. Nafikiri imejua utaratibu. Kwa hiyo ukifika kwenye kanisa ambazo karama zinanenwa ovyo, utajua sasa hilo ni kanisa ambalo halina utaratibu. Kwa hiyo karama inaponena lazima awepo mfasiri katika kanisa. Karama ya kunena kwa lugha inaponena lazima awepo mfasiri katika kanisa. Aidha iwe kwa lugha za wanadamu au iwe kwa lugha za malaika, lazima mfasiri awepo katika kanisa. Kama siyo kanisani, uko kwako nyumbani, nena lugha zako utakavyo, kwa sababu unajijenga mwenyewe, unaongea mambo yako ya sirini mwenyewe, wewe na Mungu wako, haihusu kanisa. Lakini lengo kubwa la karama ni kujenga kanisa. Jambo lingine, iweni makini sana na karama za kunena kwa lugha, kwa sababu karama nyingi za kunena kwa lugha ni uigaji. Nyingi sana ni karama feki za kunena kwa lugha. Utajuaje karama unenaji wa lugha feki? Utajuaje karama inayonena kwa lugha feki? Kwanza ni karama ambayo haijengi kanisa, inaleta mgawanyo. Pili, karama lugha feki uwaga haina tafsiri. Haina tafsiri. Karama ambayo haina tafsiri, karama ya kunena kwa lugha ambayo haina tafsiri, most of time ni karama feki. Sababu Mungu hawezi leta confusion. Mungu hawezi leta mchanganyiko. Dieu n'amène pas la confusion dans son église. Mungu katika kanisa lake analeta ujumbe ili watu waelewe. Mungu katika kanisa lake lengo lake kubwa ni kuwaelimisha watu wake. Kwa hiyo hawezi leta kitu ambacho kitachanganya watu wake. Hapana. Na ukiona kitu kinakuja kwa lengo la kuchanganya, maana yake ni shetani, ni ibilisi. So Mungu anapoleta ujumbe lazima ataleta na tafsiri. Sawa. Kitu kingine ambacho nataka niwaambie kuhusu karama ya kunena kwa lugha. Karama ya kunena kwa lugha sio ishara kwamba umepata Roho Mtakatifu. Hapana. Unaweza ukanene kwa lugha na wewe huna Roho Mtakatifu. In fact, unaweza ukapata hizi karama zote na wewe huna Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuwa na karama sio ishara kwamba umempokea Roho Mtakatifu. Hapana. Unapata vizuri hapo dada Ije? Kwa hiyo karama sio ishara kwamba una Roho Mtakatifu. Hapana. Hili lazima mlifahamu. Hili lazima mlijue. Nataka hili lipate nafasi katika akili zenu, katika roho zenu. Unaposikia uvuvio wa kunena kwa lugha, upashe kunena kwa lugha wakati mhubiri anahubiri. Hapana. Wakati mhubiri yuko mimbareni anahubiri, maandiko yanasema roho za manabii watii. Yule malaika aliye mimbarani ni mkubwa kuliko malaika wa kunena kwa lugha. Ule ujumbe unaotoka pale mimbarani ni ujumbe mkubwa kuliko ujumbe ambao wewe unakuja kupewa na huyo malaika. Sasa kinachofanyika ni nini? Wakati mhubiri anahubiri, wewe huwezi nena kwa lugha, lazima ukae kimya hadi mhubiri atakapomaliza kuhubiri, ndiposa unaweza ukanene kwa lugha. Kwa hiyo sasa lugha feki mara nyingi ni zile ambazo mtu anashindwa kufata utaratibu wa neno. Unashindwa kufata utaratibu wa neno. Sababu ni lugha feki, ni karama ya kishetani, haitatulia. Nakumbuka karama moja ya dada mmoja. Bwana wewe, sijawahi kuona karama kama hili. Tulikuwa na dada mmoja akitane na kwa lugha. Wazee wanaenda wanamtuliza, wanamwambia dada tulia. Anaenda kwenye mangoma, anavuruga mangoma, anatupa. Ikasema hapana. Roho Mtakatifu afanye kazi hii. Roho Mtakatifu ni mtaratibu bwana. Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa utaratibu. Roho Mtakatifu aje hivi atupe mangoma.
Mhubiri anahubiri, unakuja unatupa mangoma, unatuambia ni Roho Mtakatifu. Nikasema huyu sio Roho Mtakatifu. Ishara ya lugha feki ni lugha ambazo hazina utaratibu. Jambo lingine, ishara ya lugha feki, tazama maisha ya huyo mtu, maisha anayoyaishi. Je, yanafanana na kile anachokitabiri katika lugha zake? Karama ya kunena kwa lugha ni karama ya Mungu. Ni Mungu ananena kwa lugha kupitia wewe bila kutumia akili zako. Kwa hiyo huwezi nena kwa lugha ambayo unaijua, hapana. Wala huwezi nena kwa lugha inatoka akilini inakuja kinywani mwako, hapana. Ni nguvu fulani za kiungu zinakuja zinashika ulimi wako na unaanza kunena kinyume ya mapenzi yako. Unaelewa vizuri daije? Kwa hiyo sio mawazo uliwaza alafu yanatoka akilini, hapana. Ukiona lugha zinatoka akilini zinakuja kinywani, hizo sio lugha za Mungu. Na ndio tatizo ya lugha nyingi tulizo nazo leo. Yaani mtu anakaa tu, kuna ibuka muwasho fulani, hisia fulani ndani yake na anaanza jinenea kwa lugha. Nini nimeona katika makanisa mengi? Yaani mtu haleluya, haleluya, yaani ule muwasho, ule msisimko, kuna ibuka msisimko fulani, anaanza hika papa papa, hika papa papa, hesa. Ni mambo inatoka akilini mwake, ça vient de sa tête. Sio lugha za Mungu. Unasikia mama? Sio lugha za nani? Za Mungu. Sio lugha za Mungu. Lugha za Mungu hazitoki akilini mwako. Lugha za Mungu ni nguvu fulani zinashika ulimi wako na unaanza kunena kwa lugha. Sasa wewe unanena kwa lugha kutoka akilini mwako. Hiyo ni ishara ya kwamba sio lugha za Mungu. Jambo lingine, Biblia nimeshaisoma, Paulo anakataza mtu kunena kwa lugha kanisani ambayo haina tafsiri. My brother, sasa unatumia Biblia gani dada yangu? Sasa wewe unanena kwa lugha kanisani, lugha ambayo haina tafsiri, unatumia Biblia gani? Unipe basi vesi moja ambayo inakuruhusu kunena kwa lugha kanisani, lugha ambayo haina tafsiri. Nipi hiyo vesi? Hiyo vesi haipo. Hata siku ya Pentecoste mama, walinena kwa lugha, lakini watu waliwasikia wakinena kwa lugha zao za asili. Tupasome. Sasa wacha nipasome. Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume, dada Luiza amesema nipasome. Sawa, mimi napasoma basi. Matendo ya Mitume sura yake ya 2. Sawa? Naanza mstari wake wa 4. Naanza mstari wa 5. Na walikuwepo Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Watu waliokuwa pale wa mitume kule wananena kwa lugha, wao wanasikia kwa lugha zao wenyewe za kuzaliwa nao. Lugha, yaani mtu ananena kwa lugha kule, mimi nasikia ni Kibembe kinaongelewa. Mtu ananena kwa lugha kule, mimi nasikia ni Kiswahili kinaongelewa. Vous trouvez un peu ça? Hivyo ndivyo lugha za Mungu zilivyo. Lugha za Mungu zinakuja kwa lengo la kujenga mtu, sio lugha ambazo hazina tafsiri. Sasa ndugu yangu, ukisimama tu kanisani unaanza nena ika bashadaba ika para, inasaidia kitu gani kwa hilo kanisa? Haisaidie chochote. Kama inasaidia roho yako, nenda basi kanenee kwako nyumbani, because kanisani lazima lijengwe, lazima iwe lugha ambayo itajenga kanisa. Ndio utaratibu wa Paulo na ndio utaratibu wa mjumbe wa wakati, ndugu yetu William Mario Branham. Alikataa katukatu lugha zisizokuwa na tafsiri katika kanisa, sababu utaonekana kama mjinga mpumbavu, kwa sababu hulijengi kanisa. Kanisa lazima liwekwe kwenye utaratibu bwana. Lazima tuweke kanisa kwenye utaratibu. Na kama ulikuwa unanena kwa lugha kanisani, lugha ambazo hazina tafsiri, tangu leo hacha. Kwa sababu utakuja kuta muumini ambaye anajua vizuri Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Atakuletea hii Wakorintho wa kwanza sura 14. Atakusomea hapo, utapata aibu. Utasema aje sasa? Utasema unajua hii ni lugha ishara.
kuna lugha ishara na kuna lugha karama. Niliuliza mtu mmoja hivi, kuna mtu mmoja alikuja kwangu akaniambia hivyo, akasema unajua baba, kuna lugha ishara ya uwepo wa Roho Mtakatifu na kuna lugha karama ya kunena kwa lugha. Akaeleza mawazo mazuri sana. Akaniambia unaona, kuna lugha ile ambayo ni ishara, ambayo Yesu alisema ishara hii itaambatana na wote waaminio watanena kwa lugha. Kwa hiyo kuna lugha ishara ambayo sio karama ya kunena kwa lugha, na kuna lugha za karama ya kunena kwa lugha. Nikamwambia very good idea. Sasa nikamwambia hilo wazo ni wazo nzuri. Imeandikwa wapi sasa katika Biblia ya kwamba kuna lugha ishara ya waaminio na kuna lugha za karama ya kunena kwa lugha? Iko wapi katika maandiko? Tulisoma maandiko zaidi ya masaa 5 tunapekua maandiko, tukaja kukuta ni mawazo ya watu ni mawazo ya watu. Lugha katika Biblia ni karama ya kunena kwa lugha. Tukagundua na wote walionena kwa lugha katika Biblia ni karama ya kunena kwa lugha, na hiyo karama lazima inene kwenye utaratibu wake. Kwa hiyo hiki Kiswahili cha lugha ishara ya waaminio na lugha ya kunena kwa lugha ni mawazo ya watu, haipo katika maandiko. Na iwe lugha ishara, iwe lugha ya kunena kwa lugha, kama ni ya kukujenga wewe binafsi, nenda kanenee kwako nyumbani. Kaa kwenye gari lako, endesha gari na unanena kwa lugha vyote utakavyo, haina shida. Ingia chumbani kwako, omba, unanena kwa lugha, haina shida. Lakini ikiwa kanisani, lazima kuwe tafsiri. Lazima kuwe tafsiri. Kuna swali lingine niliulizwa, kuna eti mtu akitingizika hivi anafanya haleluya hikabarashita. Ni lugha ni karama gani? Nikasema hiyo sio karama, huo ni msisimko tu. Mtu kutingizika, kuna watu wengi hivyo wanatingizika, wanafanya hiyo sio karama. Kusisimka sio karama. Kusisimka ni msisimko tu wa uwepo wa nguvu fulani za Mungu. Zisiwepo hata nguvu za Mungu, ni msisimko wake tu, yeye mwenyewe, mwili wake tu, mweko wake watengano ose. Ila sio karama yoyote. Tu sasa possible. Au anaweza akasisimke hivyo kwa uwepo wa viungo vya kiroho pembezoni mwake. Kwa hiyo sio karama, sio karama sana. Rien à faire avec un don. Kwa hiyo ndio hivyo watoto wa Bwana. Bwana wabariki sana. Wacha